Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Once again, karibu sana katika kuzungumza katika uga wa kimichezo. Matumaini yangu ni kwamba utako vizuri sana. Of course, hata mimi mwenyewe niko vizuri katika hilo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kuzishuhudia sherehe za ubingwa za Young Africans, na siku ya hii leo itakuwa ni moja kati ya siku nzuri sana kimpira, kwani ndio siku ambayo Young Africans watakuwa wanapiga zao supu pale mitaa ya Jangwani, supu ambayo inatokana na ushindi wao wa mabao 2-0 mbele kikosi cha Simba, ushindi wa 5 mfululizo, mechi iliyopigwa tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025, na Young Africans kwa ushindi huo wakaubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Supu hiyo ni tofauti na supu nyingine zozote, na supu hii ni supu ya ngamia. Young Africans wamepiga supu ya mbuzi, wamepiga supu ya ng'ombe, na kwa mujibu wa Ahmed Ali Kamwe anasema wao kama Young Africans wamekunywa supu nyingi sana. Huu ni wakati ambao wao inabidi waangalie upande wa pili, kwa maana ya kupiga supu ya ngamia. Na kwa nini supu ya ngamia? Wamemchagua mnyama ambaye mara nyingi kwa ndugu zangu Waislamu ikifika ile Idi ya kuchinja, ukichinja ngamia unapata thawabu kubwa sana, na ngamia ni mnyama adimu sana kupatikana, hususan katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Inawezekana ukatumia gharama kubwa sana kumchinja ngamia, na Young Africans hawana gabaya. Hizi ndo shughuli ambazo binafsi wanaziweza sana. Linapokuja swala la kuchinja, wanapambana sana na inakuwa na faida yake. Na inawezekana tunavyozungumza faida ya kuchinja unaweza usinielewe, lakini nitakuelewesha kwa maneno mepesi sana. Faida ya kufanya haya ni nini? Kwanza, team, lakini ndani ya kikosi cha Young Africans imekuwa tofauti sana. Swala la ubingwa limekuwa ni swala ambalo linawahusu wote, kwa maana viongozi wa kikosi cha Young Africans, wachezaji wa kikosi cha Young Africans. So mashabiki wanajiona wao ni sehemu ya mafanikio ya klabu ya Young Africans. Lakini pili, inakuwa ni sehemu ya kuwa connect Young Africans wao pamoja na mashabiki wao, kwa sababu hakuna jambo zuri duniani kama kushinda alafu ka celebrates na mashabiki wako. Mara nyingi tumekuwa tukiona watu wakiishia kwenye paredi, lakini Young Africans wanaenda beyond na paredi ambalo linafanywa, kwa maana wanakunywa supu na vitu kama hivyo. Mimi nadhani hapa Yanga walipofikia, ili swala inabidi liwe ni swala la kitaifa, lisiwahusu watu wa Dar es Salaam. Na moja kati ya kitu ambacho ningepata wasaa wa kuwashauri viongozi wa kikosi cha Young Africans ingekuwa ni tuone hizi paredi sometimes zikifanyika mkoa kwa mkoa. Mfano, ikitokea kikosi cha Young Africans kimeshinda kombe la CRDB, Young Africans watakuwa wameandika rekodi ya kubeba makombe 4 katika msimu. Walibeba Toyota Cup, ndio kombe lao la kwanza walianza nalo. Wakaja wakabeba ngao ya jamii kama utakumbuka. Wakaja wakabeba muungano kama utakumbuka. Kama wamebeba ligi kuu Tanzania bara, up to date Young Africans tayari wameshabeba makombe 4. Lakini pili, wakibeba kombe la CRDB, kumradhi nilisema 4, kumbe ni 5. Yani Toyota Cup waliloshinda kule Afrika Kusini, kombe la ngao ya jamii ambalo walishinda hapa nchini Tanzania, kombe la muungano ambao wameshinda pale Zanzibar, kombe la ligi kuu Tanzania bara ambalo wamelishinda tarehe 25, na kombe la CRDB kama wataweza kulishinda. Manake Young Africans watakuwa wameandika rekodi ya kushinda makombe 5 na kushinda 90% ya tournament zote ambazo wameshiriki, isipokuwa tu tournament ya klabu bingwa barani Afrika ambapo waliishia katika hatua ya makundi. So ukiachukua haya yote ni mafanikio tosha ambayo Young Africans wanaweza wakauza hii content katika wakati ambao hakuna ligi. Wao ndio wakageuka kuwa kivutio na sehemu ya kuzungumza zaidi na kuwatazama kama timu ambayo kwa namna moja ama nyingine inafanya kazi ambazo ni nzuri zaidi. Young Africans leo watakuwa na supu yao, lakini hii supu haitawahusisha wachezaji wa kikosi cha Young Africans, kwa sababu wana masaa 48 tu kabla ya kushuhudia mechi ambayo watapiga siku ya Juni 29
katika uwanja wa New Amani Stadium, katika uwanja ambao utatumika kwenye finali hiyo. Young Africans watakuwa nakipiga dhidi ya kikosi cha Singida Big Stars, na Young Africans wanasema wao watafanya paredi lao la nguvu mara baada ya kutoka Zanzibari, na wakitoka Zanzibar manake wakifika pale feri, ninaamini pale kutakuwa na paredi kuanzia hapo kuelekea mpaka makao makuu ya Young Africans pale Jangwani, na naamini Young Africans watakuwa wamebeba makambe yao yote ambayo wameyabeba katika msimu na wataenda nayo mpaka Zanzibar. So ile siku ya parade itakuwa inaandaliwa vizuri, na naamini hata gari la parade linaandaliwa vizuri. Although ni riski kwa sababu unaweza ukafungwa kule na Singida, alafu wakati wa kurudi ikawa ni aibu, unafanya paredi wakati huo umepoteza, na inawezekana Young Africans wakakairisha kufanya paredi. Lakini wote wamefanya kila ambacho wanadhani kinastahili kufanyika kwa hivi sasa, kwa maana kutazama muktadha wa namna hiyo na kusema bwana, wacha tuangalie ili paredi tunaweza tukalifanyaje mara baada ya hapo. So mashabiki wa Young Africans ambao wako pale Dar es Salaam leo watakuwa na jigida, na matamanio yangu mimi ni kujiona kwamba hizi issues zinaanza kusambaa mikoa mingine, kwa maana ya kuendelea kuongeza awareness kwa mashabiki wa kikosi ya Young Africans, lakini ni sehemu ya ku-create wale wadhamini wa timu yenu wakutane na mashabiki moja kwa moja. Kwenye events kama hizi ni rahisi sana kupenyeza rupia za kibiashara, kuzungumza masuala ya kibiashara, kwa sababu watu wanakuwa willing kukusikiliza kwa sababu wapo kwenye wakati wa furaha na wakati wa ushindi. Lakini pili, inawafanya mashabiki wajitoe kwa wingi zaidi, kwa sababu ukiangalia hizi raha zote, ukianza kuambia sasa tujisajili ili raha kama hizi ziwe ni raha endelevu, basi watu watafurahi na watu watajisikia huru kujiunga na timu hiyo, na mwisho siku mtaanza kupiga hata. The way ambavyo mnaendelea kukusanya wa mashabiki wengi, ndivyo ambavyo thamani ya klabu inavyozidi kukua. Young Africans up to date wana wanachama 100,000 peke yake, na nadhani inabidi wawe na wanachama zaidi ya milioni 1 kwa namna ambavyo wanafanya. Lakini lazima uanze taratibu, lazima uwe ni utamaduni wao kusherehekea mafanikio ya klabu, lazima uwe ni utamaduni wao kujisikia wao ni sehemu ya klabu, lazima wajisikie kwamba wao ndo wanasikilizwa zaidi, kwa sababu hata tuangalia kilichokuwa kinatokea kwenye msimu, baadhi ya vitu, baadhi ya nini, Young Africans still walikuwa wanaonekana kuwa the best zaidi kwenye eneo la kuendo hizo situations zilizokuwa zinatokea. Mimi naamini kabisa una jambo lolote ambalo unataka kuchangia katika hili, na sio mbaya ukaniandikia ujumbe wako mfupi na mimi nitaupitia kwa kuniandikia hapa chini kwenye comment. Lakini moja kati ya kitu ambacho usisahau kufanya ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zitakavyotufikia. Na usisahau kwamba muda si mrefu tutaanza kuwa na vipindi mbalimbali tukizungumzia habari mbalimbali za kiusajili, hususan kuanzia Jumatatu tutakuwa tunakupitisha kwenye sajili mbalimbali, nani ameenda wapi kwa sababu zipi, yupi ameenda kufanya nini, yote hayo utakuwa unayapata kila siku. Asante and bye bye my friend.